Kituo hiki cha Mpiji nimekiona hapa. Kimejengwa vizuri. Mimi pamoja na taaluma zingine zote nilizonazo na taaluma ya pembeni inaitwa taaluma ya ujenzi. Hawa wenzangu wakuu wa wilaya, wakurugenzi wanafahamu vizuri. Nikitupa tu jicho namna hii najua kwamba ule ubao ni 8 au ni 10 au ni 1/10 au ni 1/8 au 2/4. Zote hizi nakuwa nazifahamu. Kwa huku ndani nimetoa marekebisho machache. Kwanza kwenye maframe ya milango irekebishwe, inyoke. Tusiwe kama vile fundi anatufanyia bure, tunalipa pesa, we are paying. Kwa fundi alipe, atengeneze vizuri mwenyewe. Lakini mahali pengine ni mahali pachache pa vifaa vya maji, kwenye sehemu za maungio na vitu vinginevyo. Tukisha rekebisha namna hiyo kituo hiki, hatujui nani atakuja kesho. Nyie mmewataji wananchi wa kawaida hapa. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya mambo ya kawaida. Lakini kesho anaweza kaja mtu hapa Mpiji hapa akawa mbunge, akawa mkuu wa majeshi, akawa rais, akawa nani. Manake mkalazimika kukifanya kituo hiki kama kituo cha huyo rais. Kwa hiyo unapofanya miradi ya maendeleo, usimwangalie mtu wa chini kabisa yule. Muangalie kwamba yule mtu wa chini anakuwa kesho akishakuwa mkubwa atalala kwenye kitanda gani. Usimwangalie mtoto mdogo kwenye kitanda kidogo alichonacho leo. Angalia kwamba akiwa mkubwa ataingia kwenye mlango gani. Kwa hiyo maendeleo unayoyafanya yawe kwenye projection ya miaka mingi mbele. Ukiweka vitu vya hovyo leo, maana yake jengo letu litachaka. Mwisho yatakuwa ni matusi kwa rais, matusi kwa viongozi wa wilaya kwamba tumekula pesa badala ya kufanya vitu vyenye tija. Kwa hiyo ili kumwakilisha vizuri sana Mheshimiwa Rais, tunapaswa kufanya kazi nzuri na kituo hiki. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na mkurugenzi na meya mlioko hapa, kwa kweli kiishe mapema iwezekanavyo, ili wale watu waliotamkwa na meya na wale watu waliotamkwa na Mheshimiwa diwani idadi yao watibiwe hapa kwa haraka. Sisi tunatamani sana watu watibiwe kwa haraka. Na Mheshimiwa Rais sasa anachokifanya, miezi michache iliyopita ameajiri madaktari, ameajiri wauguzi, ameajiri manesi, ameajiri watu wa maabara, kaajiri watu wa madawa, kaajiri mabingwa. Wote hawa wanatawanywa katika vituo vya afya, wanatawanywa katika zahanati, wanatawanywa katika mahospitali, ili kwenye mnyororo wa thamani wa uwekezaji wa majengo na uwekezaji wa rasilimali watu viendane na viende vyote kwa pamoja. Naendelea kutekeleza mradi. Tumekwisha kuja hapa mara kadhaa kwa ajili ya kushirikiana na wataalamu kwa ajili ya ujenzi, na hali iko kama unavyoiona, na tunaendelea kusimamiana na tunakuhakikishia kwamba mradi huu utakwisha na malengo mahususi ya Mheshimiwa Rais yaweze kutimia.